Habari za asubuhi. Tumeona tuwaite siku ya leo, siku ya tarehe 8 ya mwezi huu wa 12 mwaka 2025 kwa nia ya kupeana taarifa za mambo yanayoendelea katika nchi yetu, hususan kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Kama mnavyofahamu kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inalo jukumu kubwa pamoja na mambo mengine la kulinda usalama wa wananchi na mali zao, na wizara hii jukumu lake hilo inatekeleza kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vilivyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, likiwemo jeshi letu la polisi. Naomba nichukue nafasi hii kuwapa taarifa wananchi kwamba hali ya usalama wa nchi yetu mpaka sasa ni shwari, inaendelea kuimarika baada ya shida tuliyopata tarehe 29 ya mwezi Oktoba wakati wa uchaguzi, na vurugu zikatokea na hasara nyingi zikatokea. Mali zikaharibiwa, watu wakafariki, shida ambayo kwa kweli tusingetamani irudie tena, kwa sababu hasara yake mpaka sasa tunaendelea kuumia nayo. Na nitoe pole kwa Watanzania wenzetu waliopoteza maisha, walioumia, wengine bado hata vidonda vyao havijapona, lakini walioharibiwa mali na hasara nyingi ambazo zimejitokeza, kwa kweli si jambo linalofurahisha hata kidogo. Ni jambo ambalo limeleta hasara kubwa. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushie mbali lisitokee tena jingine la namna hiyo. Hata hivyo, wakati tunaendelea na kuimarisha hali ya usalama na kwa kazi nzuri inayofanywa na jeshi letu la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini pia wananchi wanatoa ushirikiano wa kutosha kwa kushirikiana na jeshi letu la polisi, lakini viongozi mbalimbali pia wamesikika wakieleza umuhimu kama taifa kulinda amani ya nchi yetu kama jambo na tunu muhimu ya ustawi wa maendeleo mengine. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa nyakati tofauti tangu tarehe za mwanzo wa mwezi huu. Zimetolewa kauli zinazotia moyo, zinazofundisha wananchi na waumini wao juu ya umuhimu wa amani katika taifa. Wamefanya hivyo na katika mahubiri, katika matamasha, katika semina na kwa kutumia majukwaa mbalimbali. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru bila kuwataja viongozi wote wa dini. Wamefanya kazi nzuri sana kulituliza taifa. Tunawapongeza, tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali. Wamefanya wajibu wao huo vizuri. Ni vizuri wananchi tukathamini na kuheshimu mahusia haya ambayo wamewatoa viongozi wetu wa dini, lakini viongozi wetu wa kijamii katika maeneo tofauti tofauti. Kama ambavyo mmesikia, tarehe 3 jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambalo linahamasishwa kwenye mitandao na wanaharakati mbalimbali na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu. Wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe 9 ya mwezi huu wa 12, yani kesho, kuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi
yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu ni yale yanayoombwa na mtu makususi na yanakuwa yana ujumbe makususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 ni kwamba hayana muombaji, hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi, hayaelezi ujumbe ni nini, ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo, na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe 29. Ndugu zangu wanahabari, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria, lakini pili hayaeleweki yanafanywa na wakina nani ili tujue hata tuzungumze nao, lakini tatu yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Maana maandamano kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama sikosei, yameelezwa wazi kwa sifa hizi na vigezo hivi nilivyovisema. Kwa hiyo nimewaita hapa kujaribu kutumia vyombo vyenu vya habari kuwaambia Watanzania maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano kwa kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Na kwa hiyo ndugu zangu, tuko hapa sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao, kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kuto kushabikia, kuto kujitokeza, wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Kwa hiyo waombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile, lakini mtusaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe 9 kwa maana ya kesho. Naomba pia nichukue nafasi hii kutoa taarifa kama wajibu muhimu sana kwa vyombo vyetu ili viweze kufanyia kazi hizo taarifa, basi liwe jukumu ambalo wananchi wote kwa mapenzi tulionayo kwa nchi yetu tutalitekeleza. Na jeshi la polisi limebainisha namba makususi, tutawapatia hapa namba ili ziweze kuwasaidia kuweza kutoa taarifa kuwapa wananchi, na wananchi watakapoona kuna matukio au kuna viashiria au kuna watu wanapanga jambo hilo, basi waweze kutoa taarifa hizo.
Nichukue nafasi hii kuwatakia kila la heri katika sikukuu za mwisho wa mwaka, tukianza na siku ya kesho ambayo ni siku yetu ya kusherehekea uhuru wetu, miaka 64 ya uhuru. Tusherehekee kwa amani na utulivu, na nina imani yangu kwamba wananchi mmejua adha na mateso tuliyoyapata na ambayo tutaendelea kuyapata kwa madhara tu ya tarehe 29 na 30 mpaka tarehe 1 ile iliyotokea. Sasa tusirudie tena haya. Mimi na wenzangu tunawaomba sana wananchi tuipende nchi yetu. Mashabiki wengi wanaosuka hii mipango na kufanya, wengi wao unaona hawako hata hapa nchini, na wale walioko hapa pengine wamechoka na hii hali, lakini tunaomba sana, tulio wengi tumeona madhara yake. Madhara ni makubwa sana, mateso ni makubwa. Tunazungumzia watu ambao wameathirika kwenye maandamano, lakini tufahamu kwamba wako walioshindwa kwenda hospitali wakiwa wanaumwa siku zile za maandamano. Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa na appointment na madaktari wanatakiwa kwenda kujifungua, na ndio siku imefika tarehe ile huwezi kwenda hospitali. Hali ilikuwaje? Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa wagonjwa, tuna wazee wetu wagonjwa, wana hali mbaya, maisha yao ni hospitali. Inapokuwa kuna hali ya upotevu wa amani, ujue kwamba hakuna kinachoendelea. Tufahamu kwamba sasa watu wanaogopa hata kuleta chakula Dar es Salaam. Hali si nzuri hata hapa Dar es Salaam, hasa kwenye miji mikubwa, kwa sababu aina ya maandamano yale yalikuwa ni kama, kwa kweli si jambo ambalo lilitegemewa. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba maandamano au fujo zote ni tabu na ni mateso kwa watu wasiohusika. Kuliko wanaohusika. Ni tabu na mateso kwa watoto wetu, ni tabu na mateso kwa uchumi wa nchi yetu, lakini niseme madhara yake yanachukua muda mrefu sana kuweza kuisha. Kwa hiyo kama nilivyosema, niwatakie kila heri siku ya kesho tunaposherehekea sherehe hizi za uhuru miaka 64, lakini pia Christmas tuisherehekee kwa amani na mwaka mpya, ili haya yaliyopita kwa kweli tuombe Mungu yasirudie tena, na niwaombe mpeleke taarifa hizi kwa umma ili umma uweze kujua na kutusaidia ili tuweze kutuliza hali ya nchi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni kwa maswali. Tuchukue moja moja. Pengine unaweza kukuta mwingine. Karibu. Watu ambao ni sekta binafsi sio na mambo mazuri rasmi, tunawapa na idea, na sababu sina siri ambayo tunapumziko, inawezekana kuna watu walikuwa wanatoka kwa maana ya shughuli zao kwa ile madhara ya wale ambao kwa mkani bana na kila kula nataka kwa bini bana. Sasa tunawapa idea ni wananchi ambao wanafanya shughuli zao kila siku, iwepo isiwepo, wanakuwa na wanatoka na kujini. Je, kuna haja ya kupumzika kwa leo kwa sababu hao watu hawatabiriki na mmesema mwalimu kwa sasa hivi? Lakini swali lingine ni natoa kuhusiana sekta, lakini kwa sababu ya tunachoendana hivi kwa 99 ni madhara makubwa yanawezekana yalichangiwa pia na kupata taarifa, kwa maana watu wamezuiwa, kuna watu wengine hawana hizo silaha, wakawa wameingia mjini wakutana na hizo action za kufuatilia na polisi. Swala la mtandao unalifikiriaje kwamba labda kuna haja si katokea kuzima tena kama mwanzo, sababu kuna mtu anakuta ameibuka tu nakutana na ile changamoto kwa kupata taarifa kupitia simu zetu na vitu ili labda najua unaweza kusema moja kwa moja, lakini unaweza hapa kusema wenzako unaweza na hizo sekta ili kuepusha hiyo hali. Lakini swali dogo ni kwamba kumekuwa na operation ya watu kama tokamata. Je, hao wanao kama tokamata na bila kutoa ni taarifa kwamba hawaonekana katika kudhibiti haya maandamano au ni
Asante. Naona nijibu hili maana pengine hata mwingine anataka kuuliza anaweza akawa akapata majibu haya alafu akabadilisha aina ya swali. La kwanza kwa sababu kwanza kesho ni public holiday. Ni public holiday. Na kwa sababu ni public holiday, matarajio ni kwamba watu wengi hawaendi makazini, kwa hiyo movement haitakuwa kubwa. Lakini pia wako wengine kwa shida mbalimbali, movement kwao ni kitu cha kawaida, kwa sababu public holiday pia watu wanataka kwenda kuenjoy, wanataka kwenda kufurahi, wanataka kufanya nini. Tunachopenda kusema kama hakuna ulazima sana wa wewe kutoka, basi ujizuie, kwa sababu haya mambo kama ninavyosema hayatabiriki. Haya mambo yanajadiliwa kwenye space. Mjadala mkubwa huko kwenye space. Ukiangalia kwenye ground huko huoni, lakini sijui watu wanavyohamasika siku hizi na vitu vya kwenye space, kwenye cyber space huko, hata wakaweza kutekeleza jambo walilotekeleza tarehe 29 na tulikuwa tunafikiria mwezi Oktoba na tulikuwa tunaliona kama la kawaida kwamba haiwezekani. Kwa hiyo huwezi underestimate. Lakini kimsingi kama hakuna ulazima wa wewe kufanya movement, jizuie, uangalie kidogo na hali halisi inakwendaje. Lakini uhakika uliopo ni kwamba sisi upande wa serikali na jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa salama, na wala hatulazimishi mtu kubaki kama ana shughuli. Sisi ni kutoka na vile vitu ambavyo ni muhimu, ili utakapoulizwa uweze kusema tu mimi natoka hapa naenda hapa na shughuli yangu ni hii, na ama kitambulisho, vitu kama hivyo ambavyo kwa zile siku 3 nadhani mli experience na mliona kwamba nchi zetu waliovuruga amani wanaishije. Yani maswali inabidi usichoke, utaulizwa na lazima ujieleze. Maana tumeitaka wenyewe, sasa lazima tuende na staili hiyo. Lazima uulizwe maswali, unatoka wapi unaenda wapi. Lakini niwahakikishie tu kwamba sekta binafsi iliyoko hapa ndani na walioko nje kwamba Tanzania ni shwari, mpaka sasa hivi ni shwari, na tunaendelea vizuri kuendelea kudhibiti hali ya usalama tukishirikiana na wananchi wote. Na kwa kweli ushiriki wa wananchi ni mkubwa sana na appreciate sana. Sisi tunafurahi na tunawashukuru sana wananchi kwa sababu wanatoa taarifa, wanatusaidia pale wanapoona kuna jambo ambalo wanaliona haliko sawa. Kwa hiyo huu ushirikiano unatusaidia kupunguza makali ya hofu ambayo inajaribu kujengwa. Kuzimwa mtandao, in fact, kwa sababu nyenzo kubwa inayotumika na hawa social media activists ni kutumia taarifa za taharuki. Taarifa za taharuki ikitoka, watu wengine zile za taharuki, kuna watu wanapata shida, kuna watu wengine wakisikia zile taarifa zile wanapata tabu sana, na wengine wanazifurahia. Kwa hiyo chanya na hasi zote zinatumika. Kwa hiyo mpaka sasa hatujaona tishio lolote la kufikia kwamba mtandao umekuwa ni tatizo, kwa sababu tufahamu kwamba mtandao huu ndio unaotumika katika kutoa huduma za kijamii nyingi, mabenki, usafiri, mambo mengi yanatumia hizi huduma za mtandao, ndio unatumika internet. Kwa hiyo kuzima internet ni chaguo la mwisho sana, pale hali ambapo ikiwa mbaya, ingawa hii inahusika na sekta nyingine ya wenzetu wanaweza kusema, lakini mimi ninaona kwa kweli sisi mpaka sasa hivi kama ndio tunaoangalia usalama wa nchi na watu, tunaona mpaka sasa hivi hali ni shwari, wala hakuna hilo tishio la kwamba tunaweza tukaenda wenzetu wa TCRA wakazima mtandao. Umezungumzia swali lingine la kukamatwa kwa watu, namna ya ukamataji. Hili mimi nimekwisha mwelekeza IGP nikamwambia, bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninaoupenda mimi ni ule wa kwa mujibu wa sheria. Askari amevaa sare, askari anakwenda ripoti kwa mjumbe kwamba kuna mtu mimi na jeshi la polisi tunamhitaji, tunataka kwenda kumhoji, basi tunataka kumchukua. Basi anagongewa yule mtu, anachukuliwa tena mchana. Maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo, kuna sababu gani ya kwenda na akitoka hapa anajulikana kazini kwake wapi, akitoka hapa anajulikana kazi shughuli zake anafanyia wapi, movement zake zinajulikana. Ya nini uende ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au hawana sare, maslaha makubwa? Sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana IGP, tumekubaliana kwamba
Ukamataji huu hapana, tunataka ukamataji ambao wananchi wetu wameuzoea, wenye staha. Sasa hatutaki mtu akikamatwa basi hata watoto wake wapate hofu pale nyumbani. Ya nini kupeleka hofu mpaka watoto? Unaiacha ile trauma, yule mtoto atakuwa anawachukia polisi tu. Wakiwaona polisi wanasema ulimkamata baba au ulimkamata mama. Hapana, sina mimi nadhani ukamataji mzuri ni ule wa kistaa, na maadamu mtu hana tishio la kukimbia au hajui, kwa sababu mmeshapeleza na mnajua yeye hajui, kwa unapokwenda kumkamata unaweza kumtegea tu hata ametoka nyumbani kwako ukatona bwana unaitwa kituo cha polisi. Ndio ukamataji uzoea huo. Kwa hiyo huu mwingine huu wa ukamataji wa tofauti na hivyo tumekubaliana, isipokuwa shughuli za kipolisi ziko nyingi, masuala ya kiusalama yako mengi, yana levels tofauti. Pale itakapobidi ya namna hiyo basi hiyo inayefanana na aina ya kosa, kuliko hata kosa kadogo tu mtu kaposti. Unajua hivi simu hivyo, mtu mwingine kaposti ka kitu tu hivyo, sasa uchochezi. Hapana, hii tumekubaliana na hili haliwezi kuwepo kabisa katika kipindi hiki. Na kwa kweli nadhani na lenyewe ndio limechochea sana kuleta wananchi baadhi kuwachukia polisi, lakini polisi hawa ndio wanaofanya kazi nzuri mpaka huko mtaani tunaishi kwa usalama. Mwingine Kari. Zori. Ni kweli huko kwenye mtandao tunasoma wanasema maandamano ni ya amani. Maandamano ni ya amani, maana yake nini? Yawe yana kibali, yawe yameeleza madhumuni ya maandamano hayo, na kama nilivyosema kwa mujibu wa sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 imeeleza mchakato wa namna ya kupata kibali. Sasa unapokuwa na maandamano unayaita ya amani, halafu unasema hayana mwisho, halafu huko ndani unasema kwa wale ambao hawajui, maana hatumjui anayeomba ni nani. Mtu unasikia kama anasema wale watakao kuwa hawajui kutumia silaha waachie wenye mafunzo ya kutumia silaha. Sasa unajiuliza, haya kweli ni ya amani haya? Sasa na hata ni amani basi angekuwa na kibali, basi yawe na mtu anayeomba tunayemjua, hana address, yupo kwenye cyber space huko. Sasa ndugu yangu Karin, kama kweli hayo maandamano tutaamini tuseme ya amani, kwa hiyo tuyapishe tu. Sasa hata we mwenyewe hujue ataanzia wapi. Na akiwa na amani sasa tuyasindikize polisi wayalinde. Sasa hatujui wataanzia wapi. Ni Mwanza, maana ni nchi nzima, alafu yanakuwaje ya amani? Hayo sio maandamano ya amani. Hayo ni pengine yana lengo tofauti kabisa, ambalo hasara tulivyojifunza hiyo tarehe 29 mwezi Oktoba tulichukulia hivyo la baadaye akatuletea shida kubwa ambayo imetokea. Ndio. Kapalatu. Ndio. Nakushukuru sana Kapalatu. Ni kweli baadhi ya matamko yaliyokuwa yanatolewa na viongozi ambao walijiita wa dini na wengine tunajua kabisa kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza kaibuka akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa mwamvuli wa dini. Lakini kusema ukweli, kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi, tulikuwa na muda wa kuongea tete na viongozi wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi na kwa kweli sikuwa nawaita, lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi wanasema in camera, kwa bila kujulikana, kwa sababu tulikuwa nafanya kazi ya kutuliza hali, kwa sababu matamko na yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka yakaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Muislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao
wakiwemo CCT, wakiwemo PCT na wakiwemo TEC, wakiwemo BAKWATA